Somo letu la leo tunazungumzia, nimekuwa nikifundisha juu ya kufanya shughuli za kupata kipato. Sawa, kwa wiki mbili mfululizo. Tumesema hapa wale walioajiriwa wasiseme ajira inatosha. Wafue kuku wa mayai, walime bustani za mboga, wafanye biashara zaidi ya ajira, ili watu wawe na furaha. Kwa sababu mimi nasimama hapa na watumishi wenzangu tunahitaji sadaka yako. Ofisi ya jimbo inahitaji sadaka yako. Ofisi kuu parish kote inahitaji sadaka yako. Fikiria, sisi tunakuangalia, wewe ni mmoja. Tuko wanne, kanisa inakuangalia, parish inakuangalia, jimbo inakuangalia, kanisa linakuangalia. Huwezi kupenda kanisa. Huwezi kuwa rafiki wa kanisa kwa sababu hao wote wanazungumza habari ya pesa. Wakati wewe mwenyewe kwa maisha yako umeshakopa na kukopa, ule mshahara umeshaisha. Unaposikia tena kuna kitu kingine. Ndio maana watu wanaasi kanisani, wanatengeneza makundi kutokana na uchumi mkubwa. Ataka atengeneze maasi, mambo yako mengi, anazunguka kutafuta kundi la aina yake waliooza akili. Mimi naita waliooza akili. Lakini tukasema hebu tuzungumze, tumezungumza sana habari za kutoa. Toa. Hebu tuzungumze habari ya kupata. Kila mmoja tafute kitu cha kumpa kipato. Tabia moja ambayo inawasumbua watu sana ni kuonekana anafanya leo anauza karanga, kesho mahindi. Kwa kurukaruka namna hii utoki. Maana inaonekana wewe hakuna ulichoshikilia. Na ndio maana nilipokuwa nikifundisha niliwaambia wiki iliyopita, andika aina ya shughuli za biashara ambazo unataka ni rahisi kwako kufanya. Lakini pia usiogope hata ile ngumu, andika biashara yoyote. Ukimaliza zile biashara umeziandika, ingia kwenye maombi ya utulivu ya siku 21. Funga kwa siku 21. Hiyo ni maombi yako ya kila siku. Jioni unafungua, upate masaa 2 ya kuomba kila siku. Weka mkono wako juu ya vile vitu vilivyoandika. Wewe weka mkono. Kadiri unavyoomba, wiki ya kwanza, ya pili, wiki ya tatu, utaona roho yako imestick kwenye kitu fulani. Tuko pamoja? Utaona akili yako imesimama kwenye kitu fulani. Utaona kuna kitu imefuta akili yako. Kila siku unamwambia Bwana, nionyeshe biashara gani mimi nitafanya, kitu gani mimi nitafanya. Useme mimi ni single, useme mimi Bwana niko peke yangu mtandao, useme mimi niko. Mkiwatembelea wenzenu wanaojishughulisha, shida mnawatembelea wale ambao wanaota jua. Utapataje akili wewe unafuata mtumishi wako? Tengeneza marafiki marafiki aina ya watu ambao wanajituma, wanashughulika, wanafanya biashara. Tunaelewana kufanya hivi? Fanya hivi bana. Ndani fanyeni hivi, wote fanya hivi. Nenda Kabone baada ya kuonana. Kabone baada ya kuonana. Nikawaletea mpaka mfanya biashara vifaranga. Kwa sababu hiyo ni nguvu yako. Sasa ukishakujuana na wale wanaofanya, utaona unafanya. Useme mimi nilivyo sangani. Alafu unaniambia mimi huna muda wa kufanya biashara. Lakini wewe uko kijiweni. Kwa muda wa kijiweni ni muda gani huo? Wa mashetani au wa nini? Hatutaki. Ni hamu yangu kwamba kila mmoja wetu katika nyumba ya Mungu, kasoro mwanafunzi wa shule, ana shughuli anayofanya. Hata kama ni mfanyakazi, hakuna mabilionea wa kuajiriwa, kwa sababu ajira ni kufuata akili ya kuajiri. Amekupangia na kufanya, lakini biashara inakuambia hii biashara nafeli wapi, naongeza wapi, napanuka wapi. Hiyo ndio biashara. Biashara ina nguvu. Amina. Kwa hiyo tukasema ajira ni nzuri, lakini mtu mmoja akaitafsiri kale akasema ajira ni kama paracetamol inayotolewa na mwajiri ili kupunguza maumivu yako, sio tiba. Mnafanya biashara, kanisani kuna mchango. Mnafanya kazi, kanisani kuna mchango. Ule mshahara umeshaisha. Wakati wengine mpaka sasa wanashindwa kutoa. Alafu unapozungumza habari ya mchango ni kama unamjeruhi moyo.
mpaka mtu anaona kanisa ni kama mafiga ya moto. Kasema hapana, hebu tusungumze hili nalo la mbinguni. Watu hawa ambao Mungu aliwabariki, Mungu anajua wana mahitaji. Mungu kaweka tumbo mbele yangu, kaweka tumbo mbele yako. Kila mmoja anahitaji ale ashibe, mengine yanafuata. Na mahitaji ya kwanza ya binadamu ni kula. Kula ndio unachukua kwa sehemu fulani ya maisha yako. Kila siku kula, sehemu ya kwanza kula. Hata kama unajenga, hata kama unafanyaje, lakini kula. Mtu anaweza kupangisha, kuna mtu anapangisha tumbo mahali. Tumbo unalo. Unaamka nalo, unanyanyuka nalo, au una mahali unaje. Hizi inawezekana. Fanya hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikasema baada ya siku 21 kwamba na kufunga, njoo na sadaka kwa kile ulichochagua kwamba itakuwa biashara yako. Wewe leta bahasha yako ya sadaka, tunakuombea, nenda kafanya ile biashara. Anza na Mungu, simama na Mungu, tembea na Mungu. Wengi wanasema, umeweka sadaka. Naona namna ya kula. Hawa wote kwenye mtazamo wa mtazamo unasema nini hasa? Ni wana mtazamo mbaya. Sababu kila siku watu wanaangalia mbele, na naangalia nyuma kama pembe ya kondoo. Mimi sipendi wale wenye mawazo ya pembe ya kondoo. Naomba wale ambao nikiwaelekeza na waweze kujenga watu muhimu sana. Watu muhimu sana na watu wa maana sana. Sasa nimezungumza namna ile biashara inavyoenda. Mimi sio mtaalamu sana wa biashara. Lakini leo nataka nizungumze tutafeli wapi na tutafaulu wapi. Kwanza mjue, ulimwengu wote unaoona huu ni ulimwengu unaoendeshwa katika nguvu ya pili ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio unaoendesha maisha ya kila mmoja. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioshikika, usioneneka, lakini ndio unaofanya mawazo yako yawe hivi. Huo ndio unaopanga maisha yako. Uliendesha maisha ya wazazi wako, naendesha maisha yako. Ukifanya ujinga, unakurudisha nyuma kuliko wazazi wako. Baba zako walikuwa maskini na maisha magumu. Unajua mlivyotoka huko kwa wazazi wako. Ile picha ukipiga, usiseme uko salama. Kwa sababu roho ile inatenda kazi hata kwenye maisha yako. Utafanya nini ili ushindane na hiyo roho? Lazima uelewe ulimwengu wa roho ndio unaokomandi. Kuna roho zinakaa, zinawaza namna ya kukandamiza ulimwengu, namna ya kukandamiza kanisa, namna ya kukandamiza watakatifu, na acha mataifa wastawi, kanisa linyong'onyee. Na usipojua vita hivi vitakuumiza. Maana ni upande mmoja unapiga, upande wa pili unapokea mapigo. Nani ananielewa? Upande mmoja unapiga, upande wa pili unapokea mapigo. Ni nini kinatokea? Lazima utaumia. Lazima utasambaratika, kwa sababu anayekupiga kumpingi kwa namna yoyote. Na tuwe huo ndio ulimwengu wenye kauli na mshahara wako. Una kauli na ndoa yako. Kuna watu wanateseka na ndoa. Mwanamke anaenda usiotaka, ukipiga kelele ndoa itavunjika. Mwanaume anaenda usiotaka, ukipiga kelele ndoa itavunjika. Kwa hiyo imekuwa kama ni joki na wafunga ng'ombe wawili wanaofuta. Mwingine anafuta nyuma, mwingine anafuta mbele. Ni maumivu kwenye mashiko yao. Mamlaka ya ulimwengu wa roho ndio inayomiliki. Mambo mangapi tunayopanga kuhusu hatima yetu. Lakini hata pengine unasahau, pengine tunashindwa. Unaelewa? Haya mambo unayopanga, kuna wakati unawaza mpaka unakuwa tajiri kabla hujafanya chochote. Huo ndio ulimwengu wako wa roho. Ulimwengu ule wa mawazo unahitaji nguvu. Ulimwengu wako ule wa mawazo unawaza namna ya kufanikiwa mpaka unatajirika. Alafu baadaye unaona imebaki nini? Utendaji. Si ndio? Kwa hiyo utendaji kuna wakati inafika hata unasahau. Hii ni nini? Sometimes ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Wakati mwingine ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Wakati mwingine hata unamtaji wa kufanya hivi. Lakini unajikuta unasahau, unajikuta unashindwa, unajikuta unakosa muda, unajikuta baadaye unakuta mambo yanaingiliana. Mambo yale ya msingi, mambo yale yenye uzito na umuhimu wa maisha yako. Ni wakati gani utafanya? Kwa sababu kuna anayesema hapana. Umeona? Lakini anasema hapana.
mpaka unaishi na akili iliyozubaa. Masaa ya kusubiri siku za kusubiri zinaenda, lakini umebaki hivi. Kwenye kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 mstari wa kwanza hadi wa 3 nasema basi imani ilikuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana vikifanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ukienda kwenye kitabu cha Waefeso ule mlango wa 6 mstari wa 10 anazungumza habari ya vita kwenye ulimwengu wa roho. Huo ndio ulimwengu unaoamua nini kiendelee kwenye maisha ya watu, nini kisiendelee. Ulimwengu huu unaendeshwa kwa mamlaka ya wafalme. Inategemea wafalme wanaishi katika roho ya aina gani. Moja aina gani? Mamlaka watawala wote wa dunia wanashiriki ibada. Wote wa dunia. Nasikiliza, maana hata wewe unataka kuwa mmiliki wa uchumi. Ili uwe mfalme juu ya kile unachotaka, iwe uchumi, iwe kazini kwako, iwe popote pale unapokaa, kuna namna unatamani ukae kwenye ubora fulani. Wakati mwingine hata mimi naongea hata nisikilize. Na nakuja hapa kama wajinga fulani hivi. Alafu toke hivi hata kuna unachobeba. Ni nini unadhani na wewe ni mtu mzima? Wakenya wanasema nini mbaya? Kwa sababu wewe ni mtu mzima. Unataka uwe hapa, uelewe uliingia nini, unaondoka na nini? Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa ajabu sana. Unatamani umiliki kitu, uwe mfalme, uwe chief, ukae mahali fulani, uangalie unamiliki mali. Lakini mipango yote kichwani unayo, lakini hakutekeleza hata moja. Hakuna mtu anaishi na kama. Katika mipango yote uliyopanga, muhimu sana ni mipango iliyoingizwa kwenye utekelezaji. Michache ama hamna kabisa. Sio kweli? Michache ama hamna. Kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unaoamua ubaki hivyo. Wewe unamtukuza Yesu, alafu uje uinuke umtangaze Yesu, ulimwengu wa roho unakupinga. Ili utukufu wa Mungu usionekane. Na vita hili hakifitambui kabisa. Na tumekaa maisha yako yanaendeshwa na nguvu ya uteka. Watu wengi wanakaa akili zao zimenyamazishwa na nguvu ya uzubaifu kutoka kwenye ulimwengu wa giza, nguvu ya kuzubaa. Mwanaume anazubaa, mwanamke anazubaa, kijana anazubaa. Anaifanya maisha kwa kitu cha kawaida. Maisha sio kitu cha kawaida, maisha ni kitu cha kuumiza. Kuna wakati unahitaji mtoto atataka kwenda kwenye chuo kikuu. Kuna wakati unahitaji jambo bora. Maisha ulionayo wengine na sisi pia tunataka. Wengine sisi tunataka. Nimejenga miaka michache iliyopita. Ningetamani nijenge nyumba bora kuliko ile niliyojenga. Nilijenga uzio, natamani ubogoi maana wafanani nikipita naona kama nimefunga fence, nimefunga kichaka kimezunguka nyumba. Maisha yanabadilika kila siku kwa haraka sana. Kila kitu unachokitamani unaishi kutamani, na si haki, kwa sababu sisi wana wa sasa. Tutafikia nini hayo? Tutakwendaje huko? Mpaka tutambue siri iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Utambue siri iliyoko kwenye mamlaka inayokuhusu na inayozuia. Na hiyo ndiyo nguvu inayoongea. Wale wanaojitahidi wanaona Mungu, wale wanaopambana hasa wanataka kumtegemea Mungu, wanaona kanuni hivi, lakini bado hawajafaiti inapotakiwa ili wafikie matamanio yao. Wanasikia. Nilizungumza habari ya maisha ya Musa. Hebu na nizungumze habari ya maisha ya Musa ambaye alipigana vita katika mlima wa Mungu. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 17. Mlango wa 17 na mstari wa 8 hadi 13 wasema, wakati wa Wamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke ukapigane na Wamaleki, kesho nitasimama juu ya kilele na ile fimbo ya Mungu. Kile kilele na ile fimbo ya Mungu itakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Joshua kufanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mikono yake, Israeli wakashinda. Angalia mstari huo 11 umebeba kitu kizito sana.
Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Hivi tu kwamba kama watu wazima, kuna kitu tunaweza kuangalia tukaelewa? Kuna kitu ama ni kusoma tu? Kuna kitu kizito sana hapo. Angalia tena, rudia pale. Mstari wa 12 nasema, lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa ile jiwe wakaweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakategemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Joshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Angalia, Musa hapigani, lakini ukweli ni kwamba vita vinaendeshwa na nani? Na Musa. Walikuwa katika bonde la vita ni Joshua na timu ya watu, wanapigana, lakini hawajitegemei. Anaelewa? Anaelewa? Hawajitegemei, wanajitegemea. Wanategemea upande mwingine kabisa. Ndio mwenye maamuzi ya vita itakuwaje. Pale mlimani Musa akishusha mikono, kule kuna vumbi. Joshua anapigwa, watu wa Joshua wanapigwa, watu wanauawa. Joshua kule hana kitu zaidi ya kumtegemea Musa. Na ndivyo ulimwengu wa roho unavyotufundisha utendaji wake wa kazi. Kuna nguvu ukiipoteza hapa na nguvu zako zinaisha. Kuna nguvu ukiipoteza hapa, ng'ombe hawakunywi maziwa, wale ng'ombe hawakunywi kile unachotaka. Wale wanaoamini katika juhudi wanakosea sana. Juhudi haiwezi kuwa namba moja hata siku moja. Hata kama unaamka na juhudi na kichwa kizunguki na ngao kiasi gani, hata kama uko bright namna gani, lakini unahitaji mamlaka ya kuendesha ile ofisi yako. Maandiko yanasema Musa akishusha mikono, Israeli wanapigwa. Musa akiinua mikono, Amaleki wanapigwa. Sasa Musa wakaona kalemewa. Maana wenyewe wanaona vita wako mlimani. Maandiko yanasema Musa akakalia jiwe, unyoka mwandalie joka kaa. Wakamshikilia mikono yake juu, anapata maumivu bila shaka. Hata kama ungekuwa unashikiliwa mikono hii ambayo wewe umeweka juu tangu asubuhi mpaka jioni, hebu fikiria ni kiasi gani. Hata wale wanaoshikilia mikono, ujue nguvu inayotumika ni kubwa. Maana wale walio kwenye uwanja wa vita wanarusha mishale. Hao wanaorusha mishale ni bora, ni rahisi zaidi kuliko wale ambao wamekaa pale mlimani. Wako watatu. Mmoja anakaa anaruhusu mikono na fimbo ya Mungu. Wale wanakaa wanashikilia ile mikono. Wamesimama washikilia ile mikono. Wote tangu asubuhi mpaka jioni. Maandiko yanasema Joshua alipata nguvu, akapiga Amaleki na kuangamiza na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua hili ya kwamba kila kitu unachokipanga, unachokitamani hakiendi, kinazimwa na ulimwengu wa roho. Wewe hapo sasa ndio utajua kwamba pamoja na mipango yako kuna kitu ninahitaji. Pamoja na mipango mizuri na ndoto nzuri, pamoja na kwamba sasa nimegundua kuna aina ya biashara ninayoenda kufanya, lazima niwe na connection na ulimwengu wa roho, nishikamane na nguvu ambayo itanibeba. Haleluya. Itanibeba, itaniwezesha. Lakini kama unaona unatosha na unaenda na unahitaji kitu, basi nenda. Musa anajua. Hata wakati wanapotoka katika nchi ya Israeli, Mungu alimwambia, nchi ya Misri, Mungu alimwambia kwamba nenda kwa toe. Mungu alimwambia Musa, bila wewe hatuendi. Ukamwambia, Mungu alimwambiaje? Usiwapo utakwenda pamoja na wewe. Mimi nitawapa raha. Anatambua mafanikio ya safari kabla hajasafiri. Huo mpango bora wa uchumi kabla hujaanza biashara. Kwa hiyo unashikamana na nani kwenye biashara? Utafanya biashara ya aina gani? Kwa kiasi gani utamtegemea Mungu? Kama ni kiasi gani akili yako itakuwa tayari na muda wako utakuwepo wa kumtegemea Mungu? Kwa hiyo kuna muda utakuwa kwenye maombi kuombea ile biashara. Usione vinastawi vitaharibiwa. Adui anatafuta nafasi. Hebu moja niwaambie kitu.
Ndio naenda na kuja mbele za Bwana. Na wana wa Mungu wanakuja. Na Mungu anamuuliza, "Umemwona Ayubu?" Tajiri sana. Mwenye haki. Na shetani anamuuliza swali la kweli wala si la uongo. Niangalie kwenye mkono mmoja. Anamwambia, "Umemzingira." Na kweli amefanywaje? Amezingirwa. Na kusoma maisha ya Ayubu yakoje? Maisha yaliyojaa ibada. Wale mjomba maneno. Maisha yako maisha yaliyojaa nini? Ibada na sadaka. Hayo ilikuwa maisha ya Ayubu, na alikuwa tajiri katika watu wa upande wa mashariki. Maandiko yanasema siku hizo, na wanasema Ayubu ni mtu wa zamani kuliko Ibrahimu. Sababu hawezi kutembea na watu jana. Mungu ni wa milele na Mungu ana mwanzo. Sisi tunamwona Mungu tu kwenye uumbaji, tunamwona Mungu kwenye Ibrahimu. Imetoka. Hawa ndio waliobeba habari. Wale ambao hawajatoa habari ama wametoa habari chache ndio naambiwa Ayubu ni mtu wa kale sana. Amen. Anamwambia, "Umemzingira, nipe nafasi. Ukimgusa yuko atakukufuru." Mungu anamwambia, "Nimekuruhusu." Ile spidi aliyoenda nayo ukapata nafasi. Mnasikiliza? Ile spidi aliyotoka nayo, maandiko yanasemaje? Yanasema pakatokea kimbunga ikaangamiza watu. Wakatokea sijui taifa gani, wakati wakadai wamebeba gani. Sijui yaani kulitokea dhoruba, ni mtu anatoka na ingia, anatoka na ingia. Habaki hata watoto hawabaki. Kwa ndio ulimwengu unaotafuta nafasi. Ukipata nafasi hauna utani. Usiamini kundi limestawi la nguruwe ama la pambano ya kuku ama chochote. Amini nguvu ya ulinzi kutoka Mungu. Tegemea sana kuwa na connection ile biashara pamoja na mipango ya kupiga dawa, pamoja na mipango ya mbolea. Usiache kuomba. Ndio unaitwa kesho shambani. Sema amina. Sema amina. Usiseme hapa ni kweli unataka kupiga dawa. Hebu omba na wewe. Hiyo ni kitu muhimu sana. Sana. Wewe ukiyakuza maisha yako katika ulimwengu wa roho, adui hatakuuza. Wewe ukiuza, adui hatakuuza. Mwalimu Sita unasikia? Wewe ukichukulia poa, adui kwake ni sana, adui kwake ni shukrani. Maana kila nafasi utakayoacha wazi kwa adui ni mlango wake mzuri wa kuendelea. Na ulimwengu wa roho ndio unaoongea, ndio unaoamua uweje, na ndio unaopanga mwisho wako. Unatamani mtoto wako awe msomi, anaenda shule, kesho anafanya vioja. Unatamani mtoto wako awe nani, maisha yako yaweje. Unatamani uwe na kitu ya kuuza, kesho mtoto ana kitu ya kuuza. Unanyamaza. Kuna watu wanaambia mtoto wanaenda kaolewa, mimi sina kitu ya kusomesha. Mimi naomba kiasi gani? Naomba kiasi gani? Unamdhalalia mtoto. Kuna watu kule vijijini, mtoto anaenda kuolewa, anatazamia kupata mali, anaona ndio namna ya kuishi. Inauma kiasi gani? Kazi ya mzazi ni kumpatia mtoto elimu na kumwekea mazingira bora ya maisha baadaye. Lakini tunanyamaza kwa sababu masaa yetu ndio yananyamaza. Tuna muda wa kuzagaa na tuna muda wa kuongea na tuna muda ambao adui ananyamaza, hatuombi. Adui tunampatia adui fursa ya kuamua juu ya hatima yetu, juu ya biashara yetu, juu ya maisha yetu, juu ya ujana wetu. Adui anaamua ni nini kulimpinga. Lakini hatupingi. Hatutaki kabisa shetani aabudu. Watu wanataka. Lakini hatupingi. Tunapinga. Na ulizo tunapinga. Sasa kama hatupingi, ataacha kupinga. Kwa sababu kile tusichokitaka kama sisi sio wapinzani, wakaza shetani ndio maisha yetu. Kama sisi sio wapinzani, wakaza shetani ndio maisha yetu, maana yake ataendelea kuamua. Mahali atadanganya ubongo, watu wanakuwa na akili nzito, watu wana maamuzi ya biashara, watu wana maamuzi ya kazi, watu wana maamuzi ya mambo mema wanayodhani wakifanya wakatoka kiuchumi. Hawatoki kwa sababu adui anazuia. Kila kitu ni kizito, ni Mungu. Sasa katuni ya kuzungumza wengine. Yesu ameenda mbali. Yesu ameenda mbali. Nani
kuongea maisha watu. Tengeneza maisha uongelewe wewe. Mimi wapenda kuongea maisha watu. Na ndio sana kwa sababu na mimi natamani sana kufuka. Mimi natamani sana kwenda mahali. Mimi natamani kwa mtu fulani. Mimi natamani ndoto zangu zisitimize. Natamani leo mwalimu. Na nafikiri wakati huu kuna kitu Mungu anataka kuleta kwenye maisha yetu. Natamani anza aina fulani ya kule, hata kama sitatumia muda wangu mwingi kule, hata kama nafanya huduma ya kanisa, nitaona namna gani naweza kusaidiana na familia, lakini niwe na kitu ninachokifanya cha kukuonyesha. Sipendi kuona kwamba kuna kitu ninachofanya. Na ni kweli kusema, "Hebu toe sadaka." Wengi wanaishi kukaa. Toe sadaka mama, wengi wanaishi kukaa. Mwingine anakuja na kuku. Mwingine na nyamaza. Maana alichonacho yeye kuja na kuku ya kurudi. Boda. Kanisani sadaka kwa. Kanisani kwa Mungu tunaleta kitu ambacho hata tukipewa tusile kwa sababu hakina heshima. Kwa nini? Wengine hawataki, hawajui, wengine hawana kabisa na maisha yanatulazimisha kwa hivyo. Haya maisha yatatulazimisha mwisho utazaa nini? Hakuna mtu mwenye mipango ya kujitajirisha isipokuwa kujikimu, kwa sababu hakuna nguvu nyuma yetu inayotusukuma katika ulimwengu wa roho ili tufikie utajiri tunaotaka, isipokuwa nguvu iliyopo ni ile inayotuzuia. Nguvu iliyopo ni ile inayotuzuia, ndio inayoongea, hakuna upande wa pili. Kwa kuachia tunajifunga magoli. Siku moja nafikiri wiki fulani waambia Simba ilipoteza hapa na timu fulani hapa. Sijui ile timu bado iko hapa, sijui imeenda. Na kuambia Mungu anasema tumefunga moja. Mimi mwana Simba. Haiko hali mbaya sana kwa Simba katika kukosea ukajifunga. Yaani funga inahesabiwa goli. Ndio ikaonekana tayari tumefunga. Tumefunga na nani? Ile timu inaitwa nini? Ile timu inaitwa nini? Nini? Hiyo. Eti umejifunga goli moja, hutakufunga. Lakini katika makosa, maana ukikosea unajifunga goli. Ukijifunga inahesabiwa ni nini? Inahesabiwa ni nini? Ni goli. Maisha tunajifunga. Magoli mengine tunafanyaje ana? Tunajifunga. Tukijifunga alafu tunacheka ama tunanung'unika. Bwana unajua bwana, tumefunga wapi jamani, fanya makosa alijifunga. Timu ilijifunga. Timu imefungwa na ndio tafsiri ya Biblia inasema. Kwa tafsiri ya Biblia inasema umejifunga au umefunga. Angalia, adui anaangalia, unafanya nini? Anafanya akili yako isizi. Ule utendaji wa kuamka na kusimama unataka maombi. Mungu nijengee msukumo. Mungu nipe uwezo wa kusimamia uchumi. Mungu nipe neema ya kuwa mfanya biashara. Mungu biashara hii nitakuheshimu nayo. Mungu simama na mimi kila siku wewe na Mungu wako. Kila siku ongea biashara, fanya kwa mafanikio. Lakini wala wanapenda kutembea nimebaba masaa mangapi? Ulimwengu wa giza unashikilia fahamu zetu, na fahamu zetu zimetiwa uzito. Kazi hii hufanyika kupitia mawakala wake kama wachawi na waganga. Wanapanga kuvuruga ndoa, biashara ndogo, ofisi yako, watoto. Ulimwengu wa giza unabidii katika ibada na sadaka. Ulimwengu wa giza ambao sisi tunaona kama vile hauna kitu, lakini kwa nini una kitu? Kwa sababu unabidii katika ibada. Na unajua tulichozuiwa sisi ni hiyo. Hayo maeneo mawili sisi tumeshindwa. Sio maisha watu wakuu wote wakali. Nafanya hivi. Niwaambie. Kuna neno nataka nikwambie. Kuna neno la muhimu. Nataka nipige shetani bao. Unisikilize. Maisha ya watu maarufu wote wakali yamebebwa na mambo mawili. Yamebebwa na ibada na sadaka. Ibrahimu alikuwa mtu wa ibada na sadaka. Hebu sema ibada na sadaka. Ndio maisha ya Ibrahimu. Sasa sadaka sio chochote.
Sadaka ni ibada, na chochote unachomwabudu nacho Mungu ni kicho, ni mchaji, ni heshima, lazima kiwe na nidhamu. Sijui nani yuko na mimi, aliye na mimi aseme amini. Kaangalie maisha wale watu wa kwanza. Daniel anakamatwa, anapelekwa Babeli. Wanaambiwa wale mtama, wale chakula cha mfalme, hapo kina pombe, kina makorokoro, kina takataka, hapo ndio hali. Na wanasema sisi tupime na mtama. Maisha yao yakajaa ibada na sadaka. Lakini angalia kule mwisho ulioletea ushindi. Ule mwisho, twende kwa Ibrahimu, twende kwa Ayubu. Biblia inasema huamka kila siku asubuhi na mapema, akisogeza sadaka, kufanya ibada na kutokea na kutoa sadaka kwa ajili ya makosa ya wanawe. Anasema pengine ukini wanangu tumekosea Mungu. Mungu akamkubalia, na Mungu akasema hivi, anamwambia shetani, sina mtu kama huyo. Mesoma mzuri kwa Biblia. Anasema kwa maana sina mtu kama huyo aliyelegevu. Si maandiko yanasema hivyo? Aliweka moyo wake hivyo. Na akaangalia maisha ya Ibrahimu. Ni maisha yaliyojaa, yaliyokimbia salamu. Maana huo muda wa mpira ambao ni masaa 7, huo muda wa porojo na siasa, mpaka unafikiri mwingine akafanyaje, huo ndio muda wa sanamu. Akaangalia maisha ya Ibrahimu. Alikataa salamu zote za kwao. Akasimama kama mtu hodari sana, aliyesimamia mali yake. Biblia inazungumza habari ya dhahabu, hata sijui anauza wapi. Biblia inazungumza kwamba Ibrahimu alikuwa mwingi wa dhahabu, alikuwa tajiri wa dhahabu na kondoo na ng'ombe na punda na ngamia. Utajiri wa Ibrahimu hautaki, na unatajwa kama utajiri usio na kiasi. Maelfu ya kondoo, maelfu ya punda yanatajwa kwenye maisha ya Ayubu. Hao wote ukisoma habari zao ambao wametajwa ni watu walioshiba ibada na sadaka. Na hapo ndipo bao la adui anapolipatia, kuhakikisha ninyi ni dhaifu katika vitu. Labda mtu mmoja Bwana akamwokoa katika usemi huu. Labda leo asubuhi Bwana atasimama na maisha ya mtu mmoja atakaye kwenda na hili ninalosema. Labda leo asubuhi Bwana atamsaidia mwanamke mmoja anayenifikia. Maisha ya watu hawakuu ilikuwa maisha yaliyoshiba ibada na sadaka. Lakini kazi, maana ile mali haisimami bila kutunzwa, sio? Inaonekana maisha yao yote ni ya kufanya kazi, ni ya kuchunga ile mifugo, ni ya kusimamia ile mifugo. Ndio kama ni biashara, lakini ifanye kwa heshima. Maana hawezi kuwa na dhahabu bila biashara. Sasa tunachukua Ibrahimu alikuwa anachunga, unajua kama kusoma kitu alafu unaishia hapo kufanya. Dhahabu anafanyia nini? Wale watu walikuwa wanafanya biashara. Walikuwa watu wenye uwezo, walikuwa waliangalia mbali sana. Lakini kanisa linatamani kuwa na mafanikio, lina watu wanatamani kuwa na mafanikio ambayo wanasema mbingu itapasuka, alafu jiwe kubwa la dhahabu litashuka boom nyumbani kwako. Zamani tulipokuwa watoto tunasubiri ndege ianguke, baada ya saa kuna pesa. Sio mbaya. Hata kama mtu mzima, fikiri utafanya nini ili umiliki maisha. Hata wanawake, sikilizeni na huu ndio ukweli, hata wanawake wanaomiliki pesa si malaya. Hawawezi, watafanya hayo kwa maamuzi. Ama anasema uongo, bora unaniangalia anasema uongo. Wengine hata msielezi. Yeye mko na mimi kweli? Nilipo uko na mimi, ndani uko na mimi. So uliza nimesema nini leo nitaanza kutengisha vitu. Naongea na yeye. Nasema na mtu hata wanawake wenye pesa wafanye malaya. Ni wao. Wakifanya, wanafanya kwa kiasi, wanafanya kwa hiari, wanafanya kwa hisia. Wala wasikii hisia. Wala wanaouza mili yao wana hisia yote au wanaangalia hela wanayopata. Semeni kweli. Mimi ni mwongo au mimi ni kweli?
hata kama ni hamtaki, kweli wao utaishi. Unanyang'anywa hiari dada, ananyang'anywa hiari na heshima, anavua heshima, anavua hiari, anakuwa mtumwa kitu asichokitaka kwa sababu hamiliki. Lakini sio yule anayemiliki. Anayemiliki hela anafanya vitu vya maamuzi. Anayemiliki hela anafanya vitu vya maamuzi. Hata ukimfanya anafanya kwa maamuzi. Sisemi wafanye maana hawajaokoka. Sisemi ni wazuri, lakini ule uwezo wa kuamua unategemea uchumi wako. Uchumi unafanya upange mambo yako. Hayo usio na furaha nayo ndio yanayobeba hatima yako. Hapo ushike neno hili. Hapo ushike neno hili. Yale mambo mawili una furaha nayo. Una utayari nayo. Una utayari na ibada. Una utayari na sadaka. Una utayari ndio inabeba hatima yako. Na msanii mmoja anaongea sana kwa sababu usidharau ndio yule bimba kwa. Mnasikiliza kila siku kwenye simu. Sasa mimi sipigi sana. Mimi nawaambia kile kinachoishi. Yale mambo ambayo wewe una furaha. Una furaha nao. Una utayari nao. Una utayari kwenda mbele. Wewe unauliza kama watu wanalipa zako uaminifu kila Jumapili kwa wanasimama kule kwa sababu ya watu. Wewe wanaishi wanafanya wanavyojua. Vitu ambavyo havitakani vileke baraka. Ni sawa na umezuia mfereji wa maji usije nyumbani kwako. Kwa hivyo kila wakati unangoja mahali ambapo wewe umefunga maji. Unangoja maji mahali ambapo wewe umezuia. Umeshazuia maji, unangoja yatokee. Hii ni akili gani? Hapo unasema mimi ni useseni. Maji unajua wewe umeshazuia kule juu. Hapo wewe umekata ngoja kujii. Yatakuja kutoka saa 3. Hamna. Labda saa 5 hamna. Labda saa 10 hamna. Wewe si wewe na akili wewe ukifanya ukijua. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Atokea Bwana asifiwe. Amen. Hivi ndivyo inavyotupasa. Yale mambo ambayo wewe huna utayari nayo. Pombe ya kuuza na huna utayari na huna furaha. Moja uchangamki, akili ni nzito, akili haitaki, usikii, uwezi, utaki, uitaki. Ndio bebeba hatima. Maombi bebeba hatima, ibada bebeba hatima. Dhabihu zako, sadaka za Mungu zinazoongea hali yako baadaye. Ukishazuia usingojee, unachokingojea huko hakiwezi kutokea. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usigombane usema mambo mimi siyaelewi. Nirudia haya. Ulimwengu wa roho giza unashikilia fahamu zetu. Na fahamu zetu zimetiwa uzito. Kazi hii hufanyika kupitia mawakala wa shetani. Wamepanga kuvuruga ndoa, watoto, ofisi za kazi na kadhalika na afya. Ulimwengu huu wa giza una bidii katika ibada na sadaka. Hapo ulipo au hicho ulicho nacho sicho kilichokusudiwa juu yako. Hata maisha uliona sio mpango. Hata mahali tulipokaa sio mpango. Kusudi la Mungu ni kubwa kuliko vile tulivyo. Unanielewa? Unanielewa? Kusudi la Mungu kwako ni bora kuliko ulivyo leo. Kusudi la Mungu juu yako ni bora kuliko hivyo ulivyo leo. Kuliko ulivyo leo. Sasa wewe unaangalia kama ukipeleka mbegu chache utakuwa umepanda sehemu ndogo. Na lazima utafuna katika sehemu yako ndogo. Nakumbuka Abeli shikilia moyo wa Kaini wakati wa sadaka. Come on, nisikilizeni. Nataka nimalize. Najua kwamba Abeli alishikilia moyo wa Kaini wakati wa sadaka. Abeli alipambana akang'oka. Ikamgharimu mauti. Kaini akashikamana na Abeli. Alipofaulu kuteka moyo wa Kaini, angalieni kwamba alipofaulu kuteka moyo wa Kaini, ibada ya Kaini yote kwa siku. Kwa sababu sasa moja inaharibu hata kile kingine. Ibada ya Kaini kwa siku. Alipokuja kwenye utoaji, labda alikuja kuabudu, lakini alipokuja kwenye utoaji alifeli, ibada yake ikapoteza maana.
kwa ibada zake zote, ibada pamoja na dhabihu ikamgharimu akamtoa uhai. Angalia ibada yako na sadaka zako, shetani anazizuia, anazishikilia ili upande vitu chache. Usidai vitu kwa Mungu ambavyo hujaviweka. Hapa ukidai unadanganya nafsi yako. Kila siku shetani anawaza namna ya kudanganya. Na kila siku wewe unawaza namna ya kutoka kwenda kijiweni waone marafiki walivyofaa. Na kila siku wewe ukitoka kazini unataka kukutana na watu waangalie uchache kwenye simu. Shetani anakushuhudia usije kanisani. Na shetani anafurahi kuona kwamba wewe unatumia muda mwingi na simu, muda mwingi na marafiki, muda mwingi usio na nafasi na Mungu. Hapo anajua hapo ameshakuweka na utaishia hapo. Ili usiishie hapo, lazima ufanye maamuzi. Fanya maamuzi. Kwamba maisha yangu yatakuwa haya. Andika kwenye kalamu. Andika kwa kalamu kwenye daftari yako. Maisha yako yatakuwa maisha namna gani? Kiroho, kiuchumi, yatakuwa maisha namna gani? Ili kwenye ulimwengu wako wa ibada na sadaka upate maneno mema ya Bwana, baraka za Bwana juu ya uchumi wako. Utatoka utatembea. Neno la mwisho sana. Wengi wanapofanikiwa wanatembea. Kwa hiyo kila siku mwambie Mungu, naomba ufahamu wa kutosha juu ya hilo leo. Fahamu kwa na kujua ya bali. Umombe Mungu unaponibariki nipe na nipe ufahamu juu ya mali. Ili usitekwe, wewe unatekwa na ile mali. Wakishakupata ile mali na wageuza kwa mapeka. Wanamtukana Mungu, wanamwacha Mungu, wanatoka na hangaika nayo, wanatumikia sasa, hawana nafasi na Mungu. Hiyo tuliposhindwa sisi wachungaji ambao tunaelewa kidogo Biblia. Nasema Biblia inasema tajiri hailipi. Yeye ndio kwenye chakula sindano. Maana ya tajiri ni kuwa na wingi wa vitu. Na wingi ule Yesu anaongea kwenye moyo wa mtu. Kwamba moyo wa tajiri umejaa vitu, nafasi ya Mungu imekuwa. Nakumbuka Mariamu alipokwenda wakati wa sensa hii. Alipokwenda kujiandikisha Bethlehem kule Yesu alipozaliwa. Walikuta nyumba zote zimejaa nini? Wageni. Yesu akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Sasa kama moyo ukijaa mali, nafasi ya Mungu inapokosekana. Hicho Yesu anakiongea. Anasema sasa tajiri ni rahisi andamia kupitia kwenye chumba cha Bwana. Hasemi hadi ni nani? Kwa sababu Mungu mali kutoka kwa Mungu. Kama mali ni dhambi, basi Mungu ni dhambi. Tunanifikia. Kama mali ni dhambi, hapa ni angalia. Mwambie na mwenzako, najua yuko hapa. Kama mali ni dhambi, basi Mungu ni mwenye dhambi. Mali ni ya Mungu. Biblia inasema dhambi ni mali ya nani? Na Mungu sio mwenye dhambi. Na mali si dhambi. Ila maisha yetu yanapopata mali, yanatekwa na mali na kupa Mungu kisogo, sisi tunakuwa mateka mali ile na kikoko. Lazima hapo mali pale. Hiyo kule mbao wewe zina watu watu. Kuvaa kinyume, kuvaa nje ndani nje. Kwa sababu imegeuka moja kwa moja. Hata chakula unachokula una kiasi. Kila mmoja rudi tena aendelee akiwaza Mungu na kusihi nisaidie. Waweka maisha yangu hapo. Unisaidie. Nimechoka na fukara, nimechoka na haya maisha. Andika siku utakapotenda mbele za Mungu na muda wako wa maombi na sadaka. Na andika aina ya shughuli utakayofanya kuendesha maisha yako. Na uandike. Baba Askofu Konki amesema masaa ya bla bla ni mangapi? Na Yesu kupeleke mawili. Kwa siku upate masaa mawili ya kurelax, tembea, ongea na watu, zungumza na watu. Haya, punguza sana simu.
maana tumepata rafiki mbaya. Mzuri anakuletea dunia nzima, alafu analeta mpaka takataka zote za dunia. Kwa kila jambo uwe na kiasi. Lakini mcheni Bwana. Umasikini ni dhambi sana. Kama kuna mtu anakuambia utajiri ni dhambi, mali ni dhambi, anakosea. Mimi nawaambia umasikini ni dhambi. Tulisoma kwenye Mithali, sio darasa moja, anasema ewe mvivu, anafikiri sita. Ewe mvivu, talala nini? Mwangalie chungu mwendee. Hana akida, hana kiongozi. Wale chungu wale wadudu wale wanafuatana huko makundi. Unawaona wanakwenda. Wanabeba chakula kiangazi chote, wanabeba chakula. Mvua inakuja chamekaa huko na starehe wanakula. Sio wamekufa na njaa. Mvua inakata wanatoka wanaenda kusibeba. Wanasema jifunze kwake, binadamu ndio anataka kujifunza kwa mdudu. Sitaki hata kuwaona wale ambao hawana mtambo wa kuwa na kazi za kufanya, shughuli za kufanya, walio kanisani wakati wa mchango wanasema wafanyakazi ni wanakamati. Haya ndio wengine, sisi ni wanakamata. Mimi hiyo sipendi. Kila mmoja afikiri project. Anza na hilo. Anza na kupiga rangi ya viatu. Anza na kachukua vijana wanaokaa mtaani. Zungumza nao. Tani ni shilingi 50,000. Na wachukulia wawili kopo za rangi. Wenye rangi kaeni hapa. Jioni tunagawana. Wakitoroka waache, katafute kundi lingine. Unasikia afanye? Wewe zimamoto au jeshi la polisi? Hapo polisi. Wako polisi. Mungu mwingine pale. Mungu kuna timu, kuna moja Amos ana siku nyingi sijamwona. Amehama huko. Amerudi. Kwa timu mnasalia. Na wengine hata kama ni nani jina mafia. Hata kama unaenda tafuta vijana. Waambie mbona kununulia karanga tendeza. Unamtengenezea karanga na ile kiche karanga. Mwambie jioni tutagawana. Ulipo kiweka shilingi 10,000 mfukoni, nunua kilo ya karanga, mtafutie kijana, mwambie tengeza, jioni tutagawana. Akitoroka nayo mache. Kwani wewe unamwomba Mungu? Sasa ukiogopa unapata nini? Yazidi. Unaogopa kupoteza. Sasa utafanyaje? Kuna watu wengi wafanya biashara kwa sababu kila siku wanaangalia hasara. Nikikosa, sema nikipata. Hilo ndio watu wanapumbavu sana. Watu wanakusema kufikiria kukosa, kupoteza, kupata. Kwa sababu biashara pia ni mchezo. Au unafikiri kuna ulimwengu wa malaika mnaenda kuishi kunde kutofanya biashara? Changamkeni, ulimwengu ni huu. Na mche Mungu kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Toa sadaka kwa bidii. Mwamini Bwana Mungu wako, maana atakupatia akili katika mambo yote. Patia Bwana makofi na Bwana wabariki, na Bwana alibariki neno lake, na neno la Bwana litaendelea. Na Mungu tunakupenda. Nakushukuru sana. Asante kwa kuwa umesema nasi.